Watu wa Mabadaga peoples, tunawapenda sana watu wa Mabadaga. Na sisi tuko hapa leo pamoja na mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti wa chama Tanganyika, Mheshimiwa John Heche tunaye hapa. Na mnakumbuka wametoka kwenye kanda ya kusini, wamefanya kazi kubwa sana kusini kuelimisha umma ili uweze kuelewa ni kwa nini Chadema inasema bila mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Na ninyi mmeona walidhani kwamba tunatania, lakini kilichotokea kusini kimeonyesha namna ambavyo watawala ni waoga, hawataki kwenda kwenye sanduku huru la kura. Wameamua kumtengenezea mwenyekiti wetu kesi ya uongo. Na wametengeneza kesi ya uongo wakidhani watazima sauti ya Watanzania kudai mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi. Makamu mwenyekiti, nilipoona mwenyekiti amekamatwa nilitulia kidogo. Baadaye nikaona makamu mwenyekiti ametweet, anasema tutaendelea na mikutano kama kawaida. Tutakwenda kuzungumza na Watanzania kwa nini tunataka mifumo ya uchaguzi ibadilishwe. Makamu mwenyekiti hayuko hapa kuwatafutia watu diwani. Makamu mwenyekiti hayuko hapa kuwatafutia watu bunge. Makamu mwenyekiti yuko hapa anataka ninyi watu wa Mbalali, ninyi watu wa Madabaga, watu wa Tanzania muweze kujichagulia viongozi wenu. Sanduku la kura liwe huru. Mlinzi wa rasilimali zenu, mlinzi wa ardhi yenu, mlinzi wa mazao yenu ni kura yenu. CCM hawataki kuipa heshima kura yenu. Ndio maana leo makamu mwenyekiti yuko hapa anataka kuambia hata kama wamemkamata Mheshimiwa Lissu, wamempa kesi ambayo kama wakitaka kulazimisha wamkute na tuhuma inakwenda kumfanya uawe, anyongwe, afe kabisa, aondoke duniani. Lakini makamu mwenyekiti yuko hapa kutuma ujumbe kwa watawala kuambia kama itafaa kumuua Mheshimiwa Lissu kwa kesi ya uongo ili kunusuru rasilimali za Watanzania, wamuue ili Watanzania rasilimali zao na vizazi vyao vijavyo waweze kuja kunufaika navyo. Makamu mwenyekiti, karibu sana Mabadaga. Makamu mwenyekiti, karibu sana kwenye huu mkoa wa Mbeya. Sisi tuko hapa kukutia moyo kwamba sisi ni jeshi, tuko nyuma yako. Tunakuamini mwenyekiti. Kuwa ndani, misimamo ya Mheshimiwa Lissu ndio misimamo yako. Kwa hiyo Watanzania hawa wameweka imani kubwa sana kwenu na wanaamini Lissu kuwa ndani hakuna kitakachoharibika, na mimi ninajua hakuna kitakachoharibika chini yako makamu mwenyekiti. Asanteni sana kwa kutusikiliza watu wa Mabadaga. Mtuunge mkono katika hii movement yetu ya kuhakikisha tunapata mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Asanteni sana.